hiki nisingeshinda. Nimeuona utukufu wa Mungu katika tatizo hili. Before somebody aanze kutangaza akisema nimeuona utukufu wa Mungu, jambo la kwanza huwa amewekwa mateka ya magonjwa, mateka ya vita. Na mara kwa mara mtu akiwa chini ya mateka hukosa mtu wa kumsaidia, hukosa a penetrating door, hukosa njia mbadala ya kutokea. Mtu akiwa katika hali kama na hiyo, watu waliokuwa karibu na yeye huwa wanaanza kusonga hatua ya mbali. Wakati mtu anapopambana kujinasua katika hali ya kuwekwa mateka, huenda nguvu zikaisha. Halo, huenda uwezo ukaisha, huenda mlango wako wa kazi ukafunga, wakati mtu ana struggle kutoka katika anga ya mateka. When somebody is encountering difficulties, anakuwa katika kipindi ambacho sio ya malezi mazuri, anakuwa katika kipindi cha uchungu. Biblia inasema wakakusanyika katika kitabu cha Danieli mlango wa 6, wakasema amepata kibali mbele ya mfalme Darius. Danieli amepata kibali mbele ya mfalme Darius, na hiki kibali ambacho amepata anataka apewe sehemu ya kutuongoza katika kampuni hii, lakini haitawezekana. Yaani watu wanapiga Danieli vita kwa sababu ya sehemu amechaguliwa kuongoza ndani ya himaya. Danieli amechaguliwa na mfalme, amependelewa na mfalme Darius, lakini mimi nasema kwamba waliposikia habari ya kwamba amechaguliwa Danieli ili aweze kuongoza ndani ya himaya, wale waliokuwa wamechaguliwa pamoja na Danieli ili aweze kuongoza, wakaanza kujiuliza ni jambo gani tutakalolifanya ili sehemu yake iondolewe. Danieli anayo fujo katika anga ya maombi. Danieli anasema mtanizuia nikapiga magoti chini na kumuita Mungu, mtanizuia nikapiga magoti chini nikimtafuta Jehova. Danieli anaanza kuwa wazimu katika anga ya maombi. Biblia inasema akatafuta nyumba iliyo juu, akatafuta mahali penye na mnara wa juu, akaanza kupaza sauti mara 3 kwa siku, akiita mfalme, akiita simba wa Yuda, akiita Mungu wa majeshi. Danieli amepanda mahali pa juu. Alipokuwa anapanda mahali pa juu, wale waliokuwa katika maeneo ya hemaya ya mfalme wakaanza kusikia sauti za mtu anayeitwa nani? Danieli. Biblia inasema wakasema, tumemtafuta sana, tutafute ni kitu gani tunachoweza kufanya ili tumshushe chini. Tuko na sheria inasema hapa hapataabudiwa Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, hataabudiwa hapa, hapataabudiwa. Biblia inasema wakasema ile sheria iliyoandikwa wataipresent mbele ya mfalme Darius. Wamuulize swali, mtu anayepatikana akiita jina Yesu hapa afanyiwe nini? Baada ya kumuuliza, Biblia inasema kwamba mfalme akasema sheria inasema huyo mtu atupwe kwa tundu la simba. The Bible says mfalme akasumbuka sana. Anapambana na nini? Anapambana na sheria iliyowekwa. Alipokujua anayeletwa mbele yake ni kijana anayempenda kwa kazi, alisumbuka sana katika moyo wake ili amuokoe Danieli. Lakini Biblia inasema kwamba sheria ikawa imesimama. Sikiliza, mfalme anaweza shindwa kukusaidia, lakini Mungu wa majeshi atakusaidia. Sikiliza mtoto wa Mungu, inasema mfalme anaweza kushindwa kukusaidia, lakini Mungu wa majeshi atakusaidia. Ndugu yako anaweza kushindwa kukusaidia, lakini mfalme ambaye ni Mungu wa majeshi atakusaidia. Danieli alipoonekana mbele ya mfalme, the Bible says mfalme akaanza kutaabika sana, asijue atakaloliamua ili amuokoe Danieli. Alikuwa amempatia, ukisoma mstari wa 1 na wa 2 na wa 3, alikuwa ameshatayari tambua Danieli ni kifaa kilicho sawa, na akamchagua awaongoze wengine katika himaya yake. Mfalme akapiga kushoto na kulia, akapiga kwa watu wanaowajua, wale ambao waliweka sheria hiyo, akapigia wabunge, akapigia spika ili waweze kubadili sheria hiyo. Ikashindikana. The Bible says wakamchukua Danieli mtoto wa Mungu, wakamrusha ndani ya tundu la simba. I want to make this clear to you. Sheria ya dunia hii inaweza shindwa, lakini sheria ya mbingu haiwezi shindwa. Wakati sheria ya dunia hii inapokukamata, wakati sheria kile ambacho watu wanajua
Tuko na kitu watu wanajua kwako, wanajua sheria inayofanya kazi kweli ni kwamba hamwezi mkasomesha. That is the correct law that has been placed in your family for the last 60 years since independence. Tuko na sheria wanajua kweli watu hawasomeshi, sheria ya kwanza. Sheria ya pili wanajua kweli watu hawaoleki, sheria ya pili. Ninataka niwape habari. Tuko na sheria watu wanajua, lakini tuko na sheria mpya Mungu anaachilia kwako. There is where the law of this world inakuwa overturned. Ninaomba sheria inayokutatiza ibadilishwe sasa katika jina la Yesu. Ninaomba sheria inayotatiza familia yenu ibadilishwe sasa katika jina la Yesu. Most of us tuko na sheria imetutawala tangia tuzaliwe. Wewe umeshaimwona mtu amefika mahali sheria ya kwao inasema itakani wakuwe kazini? Sheria ya kwao, mtoto wako akipata kazi nzuri au ndugu yako akipata kazi nzuri, unasikia alikuwa anasafiri na gari waliompatia akapata ajali akafa. Sheria ya boma hii inasema mtoto anamaliza university anataka kuleta mwangaza ndani ya familia, immediately unasikia walikuwa wameenda kwa party, msichana huyo kauawa na mwanaume. Danieli hayuko ndani kwa sababu alikosea. Danieli amerushwa ndani ya tundu la simba ni kwa sababu alipanda kwa mnara akisema mtakatifu, mtakatifu. Nataka nitangaze katika maisha yenu, chochote kimekusumbua kwa muda mrefu ambacho kimewekwa kama sheria kwa familia yenu, kikatike sasa katika jina la Yesu. Jambo lolote limechukua muda mrefu katika maisha yako, jambo lolote ambalo unaamuka unaliona, ukilala unaliona, ilifanyika kwa mzazi wako, inakuja kufanyika na wewe. Danieli anapochukuliwa, Biblia inasema mfalme alijaribu njia yoyote ile amuokoe, lakini sheria ya dunia hiyo na nchi hiyo ilikuwa inasema watupwe ndani ya tundu la simba. Kinacholipendeza ndani ya tundu la simba ni kwamba simba walitii sheria ya mbingu. Haleluya. Wanadamu wanasema mtumishi wa Mungu Danieli auawe ndani ya tundu la simba. Mbingu nazo zinasema simba hazitamumaliza Danieli. I am praying for you, my spiritual children. I am praying for myself. Ninawaombeeni watoto wa Mungu mlioko sehemu hii, kila tundu la simba ambalo limekuwa likimaliza familia yenu, wewe hautafuata. Hautakuwa miongoni mwa wenye wanamalizwa. Majina makubwa yamemaliza ndani ya familia yenu. Watu waliosoma na wasiosoma, watu waliofanya harusi na wasiofanya harusi, majina yao imemalizwa. Majina ya mandugu zenu inamaliziwa ndani ya pombe. Majina ya familia yenu inamaliziwa kwa ajali. Ninaomba wewe uliniwe salama na mbingu. Hautamalizwa kwa midomo ya simba, hautamalizwa kwa midomo ya crocodiles. Nasema nyangumi hawatakumaliza, HIV haitakumaliza, kansa haitakufikia katika jina la Yesu Kristo. Wakati mbingu zinapoanza kuzungumza, tuko na kitu moja kinafanyika, hata kaburi linanyamazishwa. Nilimsikia sauti ya simba wa Yuda anaitwa Yesu Kristo, likamwamsha na kumwachilia Lazaro mtumishi wa Mungu. Anything that you see it is difficult, God can bring solution now and today. Listen child of God, kutoka siku ya leo, kila kilichoandikwa kibaya kwako ninaomba kifutiliwe katika jina la Yesu. Chochote kilichoandikwa kinyume na familia yenu ninaomba kifutiliwe katika jina la Yesu. Ni kipindi tu unachokipitia, ninajua kitaisha. Ninaomba kile kitu ambacho huwa unakipitia mara kwa mara, Mungu aachilie utukufu wake katika anga yako, vitu vianze kubadilika. There comes a time when Daniel can never speak, but God is speaking on his behalf. There comes. Tuko na wakati ambapo Mungu anazungumzia wanadamu. Ninaomba Mungu akuzungumzie. Ninaomba Mungu akuzungumzie. Hata na hili litapita. Mungu akuzungumzie. Midomo ya simba inyamaze, utoke shimoni mwa simba salama. Mungu aokoe kizazi chako siku ya leo katika jina la Yesu. Aliyesema utakufia kwa ajali kama ndugu yako ni nani? Anayetangaza aje hautasomesha vile baba hakusomesha. Ninaomba kilichoandikwa na familia yako, kilichoandikwa kinyume na familia yako, kivunjike.
katika jina la Yesu. Kile kinachowasumbua kwa familia yenu kikivunjika, vitu navyoviombea nitakufikia. Ninaomba kinachosumbua ndugu yako kivunjike katika jina la Yesu. Laana waliotumia ndugu yako ivunjike katika jina la Yesu. Magonjwa waliokutumia na waliotumwa kwa wazazi wako yavunjike katika jina la Yesu. I declare, as you go home today, may you go experience the glory of God. Enda uone utukufu wa Mungu. Usimame barabarani utangaze, jamani, finally nimeona utukufu wa Mungu. Usimame kazini kwako useme nimeona utukufu wa Mungu. Usimame siku ya harusi useme ni Mungu amenisaidia. Kama angelikuwa mwanadamu singeweza kusimama nilipo, lakini ni Mungu amenisaidia.